Sasa hicho ulichokuja nacho mimi siwezi kukusaidia. Umeelewa? Sasa naomba uende kwa hao uliowazoea na kushirikiana nao katika vitu vya kipumbavu, lakini si kwa kuja katika uwanja wa kibwana mwenye mkuu na kuzungumza huo upumbavu wako. Naomba uondoke. Ila mwenye mkuu, wacha. Haya. Sungula wewe, sungula mama o. Amekula ugali wa uwele, alizani mtama mama. Sungula mama, sungula wewe. Alikula ugali wa uwele, alizani mtama. Sungula mama o, sungula mjanja o. Alikula ugali wa uwele, alizani mtama mama. Sungula lelo, sungula mama o. Alikula ugali wa uwele, alizani mtama. Mdogo wangu, hili swala la binti yetu Siwa linaleta mtafaruku mkubwa sana katika familia. Kaka Mbwembwe alienda kurudisha majibu kule kwa nia nzuri tu, lakini mambo yameenda ndivyo sivyo kabisa. Haya, kuna nini tena? Shemeji alikuja hapa. Alitoa maneno mazito sana. Amesema yeye hataki kumwozesha binti yake kwa mtu ambaye hajulikani. Na ikitokea tukimwozesha Siwa, basi tumwozeshe Siwa wetu sisi na sio Siwa kwake yeye. Sasa mambo yazidi kuwa makubwa. Kwa sababu mimi ninavyojua kuolewa ni hiari ya mtu. Akubali au akatae. Sasa hatujafika hata kwenye jambo lenyewe. Mtafaruku kama huo. Haya, vipi kuhusu huyo Siwa? Anajua chochote? Hapana, sijaongea naye chochote. Na vipi yale maagizo nilokupa wewe? Mwanangu, kama hivyo nilivyokuambia. Maana ile jukumu dada alinipa mimi. Lakini nikaona mimi kama mdogo sitaweza kufika kokote, ndio maana nakupa hili jukumu wewe. Sawa mdogo, mimi nimekuelewa. Lakini kwa nini hili jukumu usingempa bibi? Na maana angelifanya kwa usahihi mkubwa sana. Bibi yako sasa hivi age. Kwa hili jambo ambalo sisi tunalitaka, sidhani kama tutapata ufumbuzi wake. Asante mdogo kwa kuniamini. Na mimi nakuahidi sitokuangusha. Nitaifanya kazi yako kama unavyotaka. Na nikitoa mguu wangu hapa, naanza nalo. Naifanya kazi yangu, nitakupa mrejesho. Na kuamini sana mwanangu. Nenda sasa kapate usahihi wa ile sahihi tunayohitaji. Manta off. Kazi yako tena. Basi poa. Haya bwana. Salimia mjomba wangu. Haya. Kusema kweli toka niongee na Kipipi, sijapata majibu yote kutoka kwake. Basi itabidi ukutane naye ili tujue ameongea nini na Siwa. Sawa, mimi nitamtafuta Kipipi, lakini dada hizi familia zetu. Binti, nimekuita. Tumepokea taarifa kutoka kwa wale watu ambao wanaenda kumfanyia uchunguzi ndugu yenu. Na taarifa iliyopo inaonekana ndugu yenu ameuawa. Yaani ameuliwa. Sasa kama ameuawa, ni akina nani wamehusika na kifo chake? Kwa ripoti za huko wanavyosema. Kwa maelezo yao wanasema bado wanaendelea kufanyia uchunguzi kwa sababu inaonekana hao watu waliomuua walivaa vifaa kwa ajili ya kuficha fingerprint zao, kwa maana wasije wakajulikana. Lakini ikaona bado haitoshi, walimfunga na kitu machoni ili asipate kuwaona. Lakini kwa maelezo yao walichokuwa wameniambia kwamba wapo kwenye uchunguzi na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa watu watafahamika. Sasa basi, sababu ya kunipigia simu na wewe kukuita hapa, nimepewa taarifa kwamba inahitajika twendeni tukashiriki kwenye mazishi yake, kwa sababu mwili wa ndugu yenu baada ya kufika kule ndio umezidi kuharibika, tofauti na hapa. Kiafya si vyema kupewa nyinyi mwili kwenda kuzika, kwa sababu kipindi wanamfanyia hilo tukio walimnyosha maji ya betri na kumchekecha kupelekea mwili kuharibika kwa haraka. Kwa hiyo hata hivyo wanatakiwa ndugu watatu ili twende tukashiriki mazishi kule, mara tuzike kama wanavyozika Site. Mwende mkasaini, tusimamie mazishi kisha turudi nyumbani. Lakini si wangetupa tu mwili sisi tuzike wenyewe?
kwa sababu ndugu wote tumeshakusanyika. Kuna mashangazi, kuna wajomba. Tungeendelea na taratibu za msiba. Hapana, haitaki kuwa hivyo, kwa sababu hamna vifaa vya kujikinga kutokana na mwili jinsi ulivyo, na ndio maana akaamua kuzika wenyewe. Sawa mwenyekiti, nimekuelewa. Basi acha mimi nirudi nyumbani nikalifikisha ili kwenye familia. Tutakapokubaliana nani na nani watatoka, tutakuja ofisini. Sawa, haina shida. Mufanye haraka tukutane ofisini, twendeni. Sawa, nimekuelewa. Tua ngoma, mama. Tua ngoma, tua ngoma, mama. Dada, nimekuita huku nyuma, kuna swala nahitaji nizungumze na wewe. Kwa nahitaji unisikilize kwa makini sana. Hivi unavyoambatana na baba kuna yale masuala yake, unajiona uko sawa kweli wewe? Kwa hiyo umeniita huku kuongea kwa sababu ya jambo hili au kuna jambo lingine ili umenifanya kama ufunguzi wa mada yako? Kwa ina maana hilo swala unaona analozungumza la kijinga, la kipumbavu au inakuaje? Swala ni hilo hilo. Hivi ushakukaa ukafikiria kwamba mzee unapomchukulia hapa kijijini na wewe ulivyokuwa binti mdogo hivyo, ushakutafakari kwamba watakuchukulia vipi? Kuhusu hilo hata siwazi. Maana hii kazi nimependa kutoka moyoni. Na kama unavyomwogopa baba, na mimi nataka uniogope hivyo hivyo. Nakupa pole sana dada yangu. Umeona mimi hapa tangu nikiwa niko mdogo, baba alikuwa anataka kuniingiza kwenye hao maswala, lakini mimi nilikataa. Kwa hata mimi nilikuwa natamani wewe ungekuwa kama mimi. Lakini sawa, kama umechagua hiyo ndio iwe njia yako sahihi ya kuishi, hamna shida. Na ndio maana ukaa Obi na mimi ni Sima. Vitu vile tofauti. Jiangalie ulivyo na mimi nilivyo. Sawa, jua mipaka yako. Hivyo Na siku zote uweze ukapima viatu kwa macho bila kuvaa. Na ndugu mzuri ni ule anayekuambia uzima na sio ugonjwa. Si umeamua, baki na misimamo yako. Zubeda. Vipi? Kidole umefanyaje? Sina kuuliza wewe. Na kuuliza hicho kidole umefanyaje? Unafikiri unavyomuuliza wewe atakujibu nini? Wakati anajua fika kosa lake alilofanya. Amechezea kisu kimemkata, damu ziko zinamtoka, mimi nikamfunga dawa. Wewe si nishakuzuia kuchezea kisu. Na nishakukataza kuchezea kitu chochote chenye ncha kali. Unielewe Wewe unataka mimi niongeje? Kwa nini ulikuwa unachezea kisu? Ulimwenguni tumeumbwa pamoja, ila wengine kama mejiumba wenyewe. Hawaangalii kama si kwetu moja, utadhani wataishi milele. Angekuwepo mwana Marundi tungejua, ama Firauni wa Musa. Roho za watu wanauziana, ndugu wanawacha mizoga. Anafanya mambo hadharani kwenye jua, anatachembea uoga. Karibu. Shukrani. Mbona umefikia mbali hivyo? Ningekaribia pale kidogo. Hapa panatosha. Shida yangu ilikuwa ni huyo mumeo. Ila hata wewe nilokukuta ni muhusika. Sasa atakaporudi mfikishie taarifa zangu kwamba nimekuja kumuulizia. Bila shaka zitafika. Karibu tena. Mungu wangu, huyu mzee Chendu na mume wangu wapi na wapi? Mbona moyo wangu unaanza kukubali mawazo ya mwanangu Kibiriti? Dada Nkeo,
Tangu asubuhi nilivyokupa taarifa za msiba, sijakuona kwenda wala sijakuona na ikaika zozote na kwenda huko. Kaka Jiwe nahisi ameelekea huko na Bwaga naye ametoka, sijajua kama ameenda huko au ameenda wapi. Na hapa mimi nikimaliza tu kusikiliza wito wako, naelekea huko msibani. Lakini wewe hujaniambia chochote. Hapana ndugu wangu. Sio kwamba sina ikaeka au sijui chochote kinachoendelea. Lakini pia kama unavyojua, msiba umetokea kwa kutatanisha sana. Kwa hiyo hapa navutavuta muda ili nipate taarifa kamili kama tunaelekea kule au la hasha. Ila kingine nilichokuitia hapa, Bwaga amenipa taarifa nzito sana kuhusiana na kaka Jiwe. Amemwambia anataka kupauza hapa. Na maanisha ili eneo lote anataka kupauza. Sasa nikawaza, kama anataka kupauza hapa, tutaenda wapi? Nimekuita hapa nije nikwambie. Wewe na Jiwe ni watu ambao mnaelewana sana na unamsikiliza sana Jiwe. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba asikurubuni kwa chochote kile. Anaweza akatoka huko na vielela vyake akakupa shilingi 20,000 akakurubuni. Na kuomba mdogo wangu, ili eneo tumeachiwa na wazazi wetu. Hatuna pa kwenda kama pauza hapa. Mimi na wewe ni watoto wa kike, alafu wewe bado mdogo sana. Sasa kama akipauza hapa, unadhani tutaenda wapi? Wao ni wanaume, watajua wanapambaneje. Na sisi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba, kwa vyovyote vile usilubunike. Asikwambie chochote kile kaka Jiwe ukakubaliana naye. Na kuomba. Mimi nisizunguke sana dada yangu. Mimi siwezi kukubaliana naye. Kwa sababu akipauza hapa tutaenda wapi? Kieno chenye hiki ni kidogo. Hatuwezi kupata pesa za kutosha kusema eti tukitoka hapa kila mtu awe na sehemu yake. Huo ni uongo. Kwangu mimi hapa bado mdogo sana. Siwezi kusema eti hizi pesa nitazifanyia jambo la muhimu. Yaani kwa upande huo sitakubaliana naye. Ni kweli kakangu mimi Jiwe ananipenda na huwa anamsikiliza vitu vingi, ila kwa hili siwezi kukubaliana naye. Yaani nitamkatalia mpaka naingia kaburini. Basi familia imekuwa kama mdogo wangu kadogo, umeanza kuongea maneno mazito kama hayo. Nimefurahi. Sawa, ila nakuomba tu jitahidi sana usirubunike. Sijui ni nani anayemsukuma kuwaza mawazo ya kijinga kama haya. Yaani amesahau kabisa tulioambiwa na wazazi. Haya, mimi ngoja niingie zangu ndani niende nikajiandae kuelekea kwa msibani. Jamani chiliku zamani wetu siwa. Chapeti maepe mtoto akilia maepe. Chapeti maepe mtoto akilia we. DJ, hebu chapa ngoma la mwanga. Mwema, zazamza. Changamka wewe. Mwema, nyanya. Mbona umepoa wewe? Yaani Bwaga, hauachagi tu utoto wako. Na wachaji sasa utoto wangu. Wakati ndo nimezaliwa nao. Inatakiwa Bwaga is fight to utoto. Upo babu Kingine sasa, ukiachilia na utoto wangu haukuhusu. Wacha kando. Haya, I want to ask you answer na unijibu kistaarabu kabla sijakunasa hata kibao. Haya, kwa nini sioni tuta? Eti tuta. Na nilio hizo rangi hizo. Wakati ulikuwa umetokelezea, unaonekana mwana kondoo, mwali wa kijiji hiki. Aha, yani unazungumzia zile piko. Nilizifuta, nimechukua machicha na majivu nikasugua. Shughuli ishapita. Za nini sasa? Mate. Kitu nilichokikosea sasa ni kufuta hizo tuta hizo. Kwa maana ulikuwa umependeza. Unaonekana kabisa huyo mtoto yuko special for Ashki Majinuni.
Au unataka kuwa kama mabinti wengine? Wao ni kudandana tu kama kuku. Lakini wewe mtoto ulikuwa umeng'aa, umetulia, special for Ashik Majnun. Why unataka kuharibu nyongo yangu itumbukie bwaga jamani mimi? Nadhani tumekutana hapa ili tusalimiane. Tushasalimiana, naweza nikaenda. Lakini ni haki yangu ya kila Mtanzania kujua maswali yanayomhoji mwenzi. Sasa kwa nini unataka kunikatilia mbali wakati mimi ni mwanakijiji mwenzi? Bwaga, hizo mada sio za mambo ya kuolewa sio nini. Sitaki kuzizungumzia kabisa. Naomba niende. Tafadhali. Jamani Siwa. Siwa. Unanikatili Siwa. Siwa. Majnun, I like it. I wanna sabe. Nadhani tumekamilisha taratibu zote za mazishi kama jinsi ilivyotakikana. Kilichobaki ni kuwafahamisha tu baadhi ya wanakijiji ambao hawana taarifa kuhusiana na hili ili kuweza kufikia hatima. Ila kuna kitu kinanipa mashaka na sielewi kabisa kuhusiana na huyu dada yenu Odo. Kwa nini yeye hajaguswa kabisa kuhusiana na hili jambo? Na ni moja ya mtu ambaye ilitakiwa tuongozane naye katika swala la mazishi. Lakini hakutaka kwenda na kisingizio chake ni kwamba ni mtu wa hasira sana, labda kwamba ataenda kuulizwa maswali pengine ingeleta kuleta mtafaruku. Inakuaje kuhusu hili? Ngoja kwanza, ngoja baba mdogo. Yaani ipo hivi sawa. Unamwona yule? Hakuna ushirikiano wote alioonyesha hapa. Watu tunagarauka adumba, tunalia, machozi yanamiminika kama maji ya kwenye mifereji. Keje kakobuyo tu, hata kaonesha ushirikiano. Mimi nasi labda kuna kitu ambacho labda kana husika maana sio. Tena wewe ndio usiongee. Yaani baba mdogo, katika watu wanaongoza kwa unafiki ni huyu pamoja na dada Odo. Yaani hawa washindwa kujifanya wanalia, kumbe ni wanafiki tu. Hivi dada, nini kilichomkuta kakake na Daniza mpaka kupelekea kufariki? Ndugu wangu mwenyewe kikweli sijui. Maana mwili wake wenyewe tumekuta pale umeharibika, yani ueleweki. Kwa hiyo unavyamini dada kwa sielewi chochote. Wakati unaongea na kakepo ndio nijua wanakufahamisha hilo jambo. Ni kweli tulikuwa tunaongea kuhusu hilo jambo. Lakini hata wenyewe bado hawajajua shida ni nini. Kwa hiyo hata wenyewe wanasubiri taarifa kutoka kwa waliopeleka maiti. Ila Kamsafia alikuwa mpole, alikuwa sio mgomvi hapa kijijini. Ni kweli kifo akichagui, kwa haja yake imeshafika. Kwa ni kumwambia tu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mimi mnafikiri au nikukate wenge mbele ya mzazi? Nikukate wenge. Nipige uone. Jiheshimu wewe. Gosha. Mwanje hangi kuyoja hangi ngitole. Wakati tuli hachikao ja amani do. Ngoja kwanza nakagade je kana dongo kena kakakingire mwa masala. Kwa unantukana mimi. Humula gashi. Niza. Embo endelea kuelezea. Pengine kuna chochote unafahamu kuhusiana na dada yako Odo. Ba mdogo. Shikamoo. Marhaba. Jambo. Jambo. Za saizi jamani. Salama. Samanini nimechelewa kufika. Maana baada ya kutoka eneo la tukio nilipofika nyumbani kuna changamoto kidogo zimefanya nikachelewa. Lakini pia nitegemea kukuta watu. Ila naona pamepoa kweli. Ni kweli mwanangu. Lakini kuna vitu vilienda tofauti kidogo ndio maana pako hivi. Kama jinsi unavyoona. Ba mdogo. Acha tu mimi nitamuelezea kila kitu Damimena. Nyinyi mnaweza tu mkaendelea na taratibu zingine. Maana kama ulivyosema, inabidi tuwape taarifa wana kijiji ili kuweza kuhitimisha hili jambo. Basi acha mimi nitoke ili nikaanze na jukumu hili. Ba mdogo, ongea na mwanao, tamkata wenge kama ndivyo kuambia. Niza. Mbona kama haupo sana kakako? Achana nayo dada. Kiufupi hapa ni hivi. Sisi tumezika. Mmezika? Tumezika pamoja na Siti.
maana ilishindikana kabisa kutugaia mwili. Umefanyia uchunguzi, mwili umeharibika sana. Kwa hiyo walituita tukaenda kushirikiana nao kwenye mazishi. Hapo wanapotona ndo tumerudi. Vipi lakini na wewe? Mbona unaonekana kama upo sawa? Ni hili kuhusiana na msiba uliotokea au na jingine? Niza, mimi pia nina msiba. Ila tofauti ya msiba wangu na wakwenu, nyinyi mmeondokewa na mtu wenu wa karibu. Ila mimi nina msiba moyoni mwangu. Basi sawa, ngoja kwanza ngete jamvi, tuje tukae. Maana hapa tukisimama hivi sitokuelewa vizuri. Ukitemea unaruka ruka, nategemea miguu, wenzako wanapanda pita, kota yako nyusi, nategemea mwamposa, wenzako zanga, hawaja waitoka kapa. Sibatiki! Nipo chooni huku, nafanya mambo yangu. Nasikia mtu anapiga redio huku. Nangu paruhusa kuchukua redio yangu. Sasa mimi si nimechukua tu one time hapo nakuja nasikiliza misondo nikimaliza nairudisha ndichi faza. Nishasema kitu kikishikashikwa na watu wengi akidumu. Akiishi hicho kitu. Utakiharibu hichi bwana wewe. Sema faza unazingua ujue. Kwani mara ngapi mimi redio yako unaenda na icharge pale ndani? Mbona uongee? Yaani kusikiliza tu kidogo unaweza kuleta nani kama hivyo? Mbona leta noma sasa? Unasikiliza nyimbo gani? Sikiliza msondo huo. Ina kitu, ngoja nisikize ndani. Ngoja kwanza. Nimekumbuka. Swala dadako hii swala. Sivielewi kabisa jinsi ninavyoenda. Wewe swala unalionaje baba? Wewe sikia faza. Mimi issue zote zinazoendelea kusisteli mimi naelewa hapo wenyewe. Alafu atakileta uchizi si wenyewe machizi mataila afu atulie tushapagao. Wakileta upagalo mwenyewe nawaletea upagalo mwenyewe unaelewa hapo wenyewe. Mwili mdogo nguvu za tembo afu atuonyeshi meno na tuchekeshi. Yaani kwa pani. Hapo unanikosha. Na jamii sasa nipo na kidume hapa nyumbani. Ikitoka kuja piga za masauti. Mweka hapa mbele. Piga dadana kama mpira mazoezi hivi. Mbele huko. Ulala. Ulala. Eko mpe. Aish ndo venye. Asikia. Mshika pige mauno ndani hapo. Wewe nini kasikiza taarifa habari leo umeniletea ukauzu kwenye redio yako nini sasa? Utakula ukauzu kipe. Au sio? Oyo. Welelo yane galemo makoye. Olo daga kuyala leja nayo kupande kama koye. Galemo magikolo hange marongi gashindikana. Familia yako jile na huzuni. Bizokolo bako kalibalanga bulongi. Familia yako jile na huzuni.
Misokolo galeba butanzwala Ule makologa okolwala Kashindikana dunia Ule makologa okolomela Galemo gange magagala Dekelina malala nele sagala Amiso ganyo gale sumu Umanya nalo misomo wacha Kijiji chokola mateso Ina malele ya bayanja Ina malala nele hangelile na uwezo wakole mama zao gabano Biwe mulele mama ndegelolo mponga Lyo ililele mama zao gabano Dile hamba Bano hangelia vuna Bano biachala yalyo Ya bano hangelia bayanja Bano shako samano mshijiji ono wingela Moko biza mbegu jako hamba hii shamba lyalyo Tuangoma